Swali la kwanza, dondoo. Kumbuka awali sisi tulidhani ni mtoto wa kike si kitu. Eleza muktadha wa dondoo. Fungua ukurasa huo. Kumbuka awali sisi tulidhani mtoto wa kike si kitu. 60. Ukurasa 60, fungua hapo, mnataja mhusika na mnasoma. Tuendelee. Anzeni hapo juu. 60. Dunia inaenda ikibadilika. Usipobadilika nayo utaachwa nyuma, ushinde kubali. Anakuja na kuiweka bilauri yake chini. Kuna nini cha kuwahi? Tabia za mjini. Heri hapa kijijini. Yona, katika umaskini wetu huu, Luka, Beni unazungumzaje wewe bwana? Au tayari ukishapitia mahali ukapiga pegi 2-3 kabla ya kuja hapa? Beni, kawaida silewi. Hata nikinywa nani, mtalewa nyote mniache bado mzima kabisa. Luka, sikiliza basi. Zamani mila zetu hazikuruhusu watoto wa kike kwenda shule au kulidi kitu. Sasa wanapenda na kulidi. Zamani watoto wa kike walikuwa wanategemea mifugo ya waume zao. Sasa hali ni tofauti. Tamaduni, mila na desturi zetu zinazidi kuyakubali mabadiliko. Thamani ya mtoto wa kike imepanda na nafasi yake kupanuka. Kuyapuuza haya yote ni kazi bure. Watoto gani wa kike? Hawa waiona. Hebu wataje wengine. Luna, si neno ninao, lakini si waiona tofauti. Watoto wetu wa kiume hawawezi kulinganishwa nao hata kidogo. Yona, amelewa kiasi. Wala watoto wa kike na wa kiume hawalinganishiki. Luka, waiona. Sikiliza Yona, watoto hao wanalinganishika sana. Kumbuka awali sisi tulidhani mtoto wa kike si kitu. Tulijua akishakuwa ataolewa akuache. Unakumbuka tulivyokushinikiza kuoa mke mwingine upate watoto wa kiume? Inakumbuka. Vizuri. Kwa hivyo hapo, kumbuka awali sisi tulidhani mtoto wa kike si kitu. Mzungumzaji ni Luka. Msemewa ni Yona. Mahali ni nyumbani kwa Luka. Wanazungumzia au kichocheo cha kauli ni wanazungumzia jinsi watoto wa kike na wa kiume hawawezi kulinganishwa. Swali la ba, fafanua umuhimu wa mzungumzaji katika kuendeleza maudhui kwenye tamthilia. Kwa hivyo lazima ujue mzungumzaji. Mzungumzaji ni nani? Luka. Hapa unaulizwa umuhimu wa Luka. Kwanza, Luka ni mkarimu, anaelezeza maudhui ya ukarimu. Anawakaribisha Yona na Beni kwake na kuwapa chakula na vinywaji. Pili, anaendeleza suala la utamaduni au mila. Anasema wazee wa zamani walionja mavuno ya kwanza na kutoa baraka. Pia anasema awali mila zao hazikuruhusu mtoto wa kike kwenda shule wala kumiliki kitu. Kwa hivyo lazima udondoe, uonyeshe anaonyesha nini na udondoe nini. Mfano. Pia anaonyesha maudhui ya ukengeushi. Anasema leo watu hawazingatii mambo muhimu ya utamaduni kama wazee kuonja mavuno ya kwanza na kutoa baraka. Pia anasema watoto wa siku hizi wanafikiri uzungu ndio ustaarabu. Anaangazia maudhui ya mabadiliko. Anasema watoto wa siku hizi hawajui asili yao. Anasema pia watoto wa kike walitegemea mifuko ya waume zao, lakini sasa hali ni tofauti. Pia anaonyesha changamoto katika malezi. Anasema kuwa malezi yameachiwa yaya. Anaweza kumfundisha mtoto lugha au tabia itakayo atafanya hivyo. Pia anaonyesha maudhui ya ulevi. Anamuuliza Beni kama amekunywa pombe kabla ya kwenda hapo kwa Luka. Anakunywa pombe na kina Yona na nani? Na Beni hapo kwake. Pia umuhimu mwingine wa Luka ni anaonyesha maudhui ya kuimarika kwa nafasi ya mwanamke. Au watu unaweza kusema anaonyesha nafasi ya mwanamke. Anasema thamani ya mtoto wa kike imepanda na nafasi yake kupanuka. Pia anaangazia maudhui ya taasumbi ya kiume au unaweza kukipenda uite ubabe dume. Anasema awali aliwaona watoto wa kike si kitu na namna walimshinikiza Yona aoe mke mwingine ili apate mtoto wa kiume. Pia anaonyesha maudhui ya ushirikiano. Wanashirikiana. Kwa hivyo anashirikiana na Yona na Beni katika kula, kunywa na kuzungumza. Swali la cha pale. Jadili jinsi mtoto wa kike alidhaniwa si kitu kwa mujibu wa tamthilia. Mtoto wa kike vile si kitu. Kwanza Sara anasema elimu ya mtoto wa kike ilifanyiwa bezo. Kwa hivyo unasema elimu ya mtoto wa kike ilifanyiwa bezo. Kwa hivyo unasema elimu ilifanyiwa bezo. Umemaliza. Sara anasema elimu ya mtoto wa kike ilifanyiwa bezo.
elimu ilifanyiwa bezo. Pili, Sara anasema kuwa mtoto msichana alipobalehe alishinikizwa na kuozwa. Alipobalehe aliozwa. Kwa sababu tunazungumzia mtoto wa kike, upaswi kurudia yale maelezo. Alipobalehe aliozwa. Kwa hivyo hapo ndio alidhaminiwa kuwa alionekana si kitu, alidhaniwa si kitu. Tatu, Sara alinyimwa elimu na kuozwa alipofika darasa la 7. Kwa hivyo unasema Sara alinyimwa elimu. Kwenye mabano utaweka 7 ndio kumbuke aliozwa akiwa darasa la 7. 4, Sara anasema fimbo ya mzee ilirithishwa. Sara anasema fimbo ya mzee ilirithiwa na mtoto wa kiume na si wa kike. Kwa hivyo fimbo ilirithishwa mtoto wa kiume. Tano, Luka anasema awali mtoto wa kike hakuruhusiwa kumiliki chochote. Kwa hivyo kwa sababu tunazungumzia kudhaniwa mtoto wa kike si kitu, ni unasema tu hakumiliki chochote. Hakumiliki chochote, umeshakamilika. Nasema Luka unaweka kistari kifupi, hakumiliki chochote, utakumbuka. Jifunze kufupisha. Kina Luka wanamshinikiza Yona aoe mke mwingine ndiposa amzalie mtoto wa kiume badala ya kuzaliwa kwa watoto wasichana pekee. Kwa hivyo si kitu. Yona anashinikizwa aoe mke mwingine. Yona anashinikizwa aoe tena. Tuende swali la 4. Hakuna kizuri kijacho kwa urahisi. Mazuri hutoka mbali na wakati mwingine yana hadithi za kutisha. Hakuna kizuri kijacho kwa urahisi. Mazuri hutoka mbali na wakati mwingine yana hadithi za kutisha. Swali la A, weka dondoo hili katika muktadha wake, fungua kurasa 67 tusomewe. Ulivu na hekima isije kugawa. Tunashindana, wachezaji wa timu moja watashindaje? Mashindano kati ya wanaume na wanawake mashindano na kazini si yote. Lakini si nyumbani mwanaume mmoja kimu. Marehemu Nyango alipotoa kupa mafunzo ya Nyango alitueleza kila alipofaa kutenda. Maarifa hayo ndio yaliyowafikisha hapo mlipo. Vinginevyo ingewafukuza au ingewaulizwa vibaya vikashindwa kuwainua. Nipo leo ni matokeo ya samani hizi. Sara, leo ungekuwa wapi Kimu? Sara, nakuwa kama mimi napokuwa. Sasa unaona, leo ungekuwa unanilaumu kwa kukosa samani. Kwa kuyaharibu maisha yako, kwa kukosesha elimu. Ungekuwa unazimia macho fanaka za wengine. Labda machungu, labda matamu, Kimu. Japo sikujaliwa watoto wa kiume. Nilitaka sana kupata yale ambayo wangepata hao watoto wa kiume. Kwangu mimi huo ndio ushindani. Japo nilipopungukiwa na mengi niliyoyatamani. Nilitaka ninyi wote bora mpae juu na kutimiza dunia kutoka kule juu kwa niaba yangu. Samani yangu haikuniletea hasara. Neema, kwa kweli. Najua unajitolea maisha yako kupata nini. Lakini sasa na matokeo yake Sara, si neno mama. Hakuna kizuri kijacho kwa urahisi. Mazuri kutoka mbali na wakati mwingine yana hadithi za kutisha. Maisha yetu ni mfano wa mbegu iliyopandwa. Mbegu hiyo haina budi kuoza kwanza kitu toshe mche kupendezao. Mche huo wa asili ya mbegu iliyozaa hatimaye hutoa zao kwa mbegu nyingine ajabu. Itazama vizuri. Mbegu ile haifi mbali kuchukua mfano mzuri wa maisha. Kuchukua umbo jipya kupendezao hasa ikiwa itakuwa imeangukia ardhi nzuri. Hapa jijini yako mawili matatu ya kusini. Haki yake si mbaya, imewatoshea nyingi. Sasa mdini msaidie kuzalisha mbegu nyingine nzuri. Ninyi mmebahatika kuwa mbegu nzuri, msaidie kupanda hapo. Japo kwa nini hakuna mmoja, mbegu ni Haya, vizuri. Kwa hivyo msemaji ni Sara. Msemaji ni Sara. Msemewa ni Neema. Mahali ni nyumbani kwa Yona na Sara. Msemaji Sara, msemewa ni Neema. Mahali ni nyumbani kwa Yona na Sara. Kichocheo ni haya ilitokana na Neema kusema kuwa uvumilivu wa Sara umesababisha ugonjwa. Neema alikuwa anasema uvumilivu wa Sara umemsababishia ugonjwa. Kwa hivyo swali la pili pale tutafanya kesho.